Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Karibu karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi kupitia ukurasa wake wa X amesema iwapo Israel itaacha kile amekitaja kama uchokozi haramu, mara moja nchi yake haitakuwa na nia ya kuendelea na makabiliano. Rais Donald Trump wa Marekani amesema Israel na Iran zimekubaliana kusitisha mapigano. Kuwait imefunga anga yake kwa muda usiojulikana kuanzia leo kutokana na hali ya sasa inayoendelea katika nchi za ukanda, imeripoti shirika la habari la nchi hiyo. Naam, natumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Israeli na Iran zimekubaliana kusitisha mapigano. Kulingana na Trump, anatumai makubaliano hayo yatamaliza vita vyao. Hadi tunapoenda hewani, Iran wala Israel hazikuwa zimezungumzia madai ya Trump. Waziri wa mambo wa kigeni wa Iran Abbas Araghchi kupitia ukurasa wake wa X amesema iwapo Israel itaacha kile anakitaja kama uchokozi haramu, mara moja nchi yake Iran haitakuwa na nia ya kuendelea na makabiliano. Matamshi yake yanawadia baada ya Rais Trump kutangaza kwamba Tel Aviv na Tehran zimekubali kusitisha mapigano.
Moja kwa moja tuelekee katika taifa za mikoa. Bado ushiriki wa wanawake umesalia kwa kiwango cha chini katika taasisi za chini na katika ubunifu miradi ya ujasiriamali. Ndaisenga Alice, mshauri wa waziri wa mshikamano kitaifa, amesema ripoti iliyotolewa mwaka 2023 inaonyesha kuwa washiriki wa viongozi wa kata na mitaa wanawake wamewakilishwa kwa 19%, huku katika kuiongoza mitaa na kata hizo wakiwakilishwa kwa 8%. Bi Ndaisenga Alice amesema kiwango hicho ni kidogo mno na hivyo inaonyesha kuwa bado kuna changamoto. Tumegundua kuwa wanawake kutoshiriki kwa kiwango cha kutosha katika taasisi za tawala kwenye ngazi ya chini. Bila shaka kuna sababu. Mnajua kuwa tangu jadi mwanamke katika mila alikuwa akihusika na masuala ya nyumbani, huku masuala ya nchi kama hayamhusu. Hali hiyo inashuhudiwa pia katika ujasiriamali. Mkuu wa PAEG, kitengo cha kitaifa kinachotoa mikopo kwa miradi ya ujasiriamali, amesema jumla ya miradi 4700 waliopokea tangu mwaka 2021, miradi ya wanawake ilikuwa 700 tu. Mkuu wa shirika la Kafobe linaloundwa na mashirika ya wanawake, Agatha Sengiyumva, anasema wamekuwa wakitoa msukumo ili wadau wote wawe wanahamasisha ushiriki wa wanawake katika taasisi na kwenye ujasiriamali. Umukenyezi atahora aserukirwa kugero rushimishije. Wanawake hawawakilishwi kama ilivyotakiwa, wakati ambapo ni wao wanaokabiliwa na changamoto tofauti za kijamii na wanahusika pia katika kupatia jawabu changamoto hizo. Mifano ya wanawake waliotia fora katika utekelezaji majukumu yao ni mingi. Tunahimiza wanawake viongozi kusimama kuwaunga mkono wenzi wao na vile wanamume. Boza batera intege akabereka icyo bashoboye. Abagabo nabo nyene. Juhudi hizo za kuhimiza ushiriki wa wanawake katika taasisi za chini na katika ubunifu miradi ya ujasiriamali zinaendelea wakati uchaguzi wa viongozi wa Mtoto huleta furaha katika jamii nyingi, na wakati mwingine hugeuka kuwa hali. Tunamulika hali ambayo namulika wanawake baada ya kujifungua. Lakini pia ni hatari sana. Fathia Omar anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, takriban 10% ya wajawazito na 13% ya wanawake waliokwisha jifungua hupitia matatizo ya afya ya akili, hasa mfadhaiko wa akili. Miongoni mwa matatizo mengine ya kiakili yanayoathiri wanawake waliokwisha jifungua ni postpartum psychosis, hali inayojitokeza ghafla, mara nyingi ndani ya saa au siku chache baada ya kujifungua. Inaweza kumpata mwanamke yoyote, hata yule asiye na historia ya matatizo ya afya ya akili. Lakini mara nyingi hali hii hupuuzwa au kuchukuliwa kuwa uchovu wa kawaida wa uzazi. Warda Al-Amudi ni mshauri nasaha kutoka Mombasa. Kuna wamama wengine wanapitia shida wakati wa kujifungua, labda maradhi ama yule mtoto amekaa hospitali kwa muda mrefu, so kutumia yale madawa, kukaa pale hospitali, ile mental drainage ambayo amepitia, pengine kutolala, pengine mtoto anatakikana amnyonyeshe maziwa hayatoki, so zile stress nyingi zinamfanya yule mama anadhurika kiakili. Dalili kuu za maradhi haya ni pamoja na kusikia au kuona vitu visivyokuwepo, hofu au imani zisizo sahihi, kuongea kwa kasi au kuwa na nguvu kupita kiasi, huzuni, wasiwasi na kukosa usingizi, pamoja na mabadiliko ya ghafla ya hisia. Unapata yule baba la wasiwasi mwingi, anahisi kama yule mtoto atakufa, atamlalia, usiku sipati usingizi na wasiwasi, labda mtu atakuja kumwiba. Ni tu akili yetu inamdanganya yule mama wakati wa kulala, anapata hizi ndoto za ajabu ajabu,
So unapata yule mama pia ile kupata usingizi ama utulivu inakuwa tabu kwake. Sababu kuu zinatajwa kuwa ni mabadiliko ya haraka ya homoni pamoja na msongo wa mawazo, upweke au historia ya matatizo ya akili. Pamba Juma ni mmoja wa waathirika waliopona. Baada ya kujifungua na kisha kuachwa na mumewe, alianza kuchanganyikiwa na kuhisi dunia inamzunguka na kupoteza mwelekeo. Sasa pale una ndoto ambazo mbaya mbaya, una msongamano wa mawazo, chakula huwezi kula tena, mpaka ya kwamba nilikuwa nafikiria ngambi nafa, kwa sababu nishajaribu mimi mwenyewe ya kuwa afadhali nife mimi na mtoto wangu, tena hata nisife peke yangu, yani afadhali niondoke, pengine haya maneno yatafanya nini, yataisha. Wataalamu wanatahadharisha kuwa bila matibabu ya haraka, hali hii inaweza kusababisha mama kujiua au hata kumdhuru mtoto. Fathia. Ndiyo hali ambayo inajitokeza, ambapo mwezi huu ni kuhusu afya ya akili. Baadhi ya wanawake wanapojifungua wanapitia changamoto kubwa na ambayo inawapelekea kujipata katika hali hiyo, ambayo katika mwezi huu Mei ambao ni maalum kwa ajili ya uhamasishaji kuhusu afya ya akili, ambapo amekuwa akimulika hapo hali ya kiakili inayowakumba baadhi ya wanawake baada ya kujifungua ama postpartum psychosis kama inavyojulikana kwa jina la kitaalamu, ambapo ugonjwa huu ni nadra sana kuwatokea wanawake wanaojifungua. Matunda kwa ajili ya mlo. Lakini je, unafahamu faida zake kiafya? Kwanza kabisa tumegundua matunda haya ni chanzo kizuri kabisa cha madini na vitamini. Makala ya Afya Yako leo inatazama faida za tunda la pera kiafya katika mwili wa mwanadamu. Mwandaji wa makala hii ni mimi Veronica Natalis. Karibu. Katika soko maarufu jijini Arusha, Tanzania, ambalo ni soko kuu, watu wanauza na kununua bidhaa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. George Henge ni moja kati ya wateja wanaonunua bidhaa katika soko hili. Anasema huwa ananunua matunda yanayopatikana kirahisi. Nahisi pera lina aina yake tofauti na matunda mengine, hayapatikani kwa urahisi zaidi. Nikitaka kula tunda, mimi nakula tunda ambalo linapatikana. Kwa hiyo kile ambacho kiko mbele yangu ndicho ninachokula. Upatikanaji wa tunda la pera ni mgumu kwa baadhi ya maeneo. Mara nyingi yanapatikana porini, kwenye bustani za matunda na katika makazi ya watu, lakini hayapatikani kwa wingi masokoni na madukani kama yalivyo matunda mengine. Tofauti na upatikanaji wake, lakini pia ulaji wa matunda kwa baadhi ya watu huzingatia zaidi ladha na sio sababu za kiafya. Msikilize Elizabeth Richard kutoka Dodoma, Tanzania. Matunda yameushawishi moyo wangu, ndio naweza kula. Mfano mimi mafenesi siwezi kuyala kwa sababu harufu yake inanikwaza. Napenda sana kula ndizi, napenda kula tofaa, napenda kula maembe, napenda kula mapapai, matango. Ukinikuta sokoni, matunda ya kwanza kuyatazama ni hayo. Wataalamu wa afya wanasema kuna faida nyingi za kiafya zinazopatikana katika tunda la pera. Kwanza kabisa, lina vitamini C mara 4 zaidi ya tunda la chungwa, ambalo ni tunda maarufu kwa vitamini hiyo, na inasaidia kuimarisha kinga ya mwili. Zaidi msikilize Josephine John Kasese, afisa lishe mtafiti kutoka Mwanza, Tanzania. Jambo la kwanza kabisa tunaangalia aina ya virutubishi, madini na vitamini zinazopatikana katika matunda hayo. Jambo la pili tunaangalia, je, hayo matunda yamekomaa vizuri? Hayo matunda yameiva vizuri? Hayana kemikali ambazo zinaweza zikaathiri afya ya binadamu. Elizabeth Richard anasema kwamba kuna matunda mengine ambayo hayapatikani kwa urahisi katika baadhi ya maeneo, na hivyo utayapata tu ukienda katika maeneo yanakopatikana. Mara ya mwisho kula pera nafikiri ni muda mrefu sana, ila ukinikuta niko maeneo kama Shinyanga ama Mbeya ama Njombe nitakula pera, kwa sababu pera yao ni mazuri. Kwa sababu niliwahi kununua siku moja sokoni, yalikuwa yanavutia kweli kweli, nikatamani kwenda kutengeneza juice, lakini mapera yote yale nilipoyakata katikati yalikuwa na wadudu. Kwa hiyo toka hapo moyo wangu ukavunjika kula tunda la pera nikiwa Dodoma. Nimemuuliza afisa lishe mtafiti, watu wazingatie nini basi wanapochagua matunda kwa ajili ya mlo? Kwanza kabisa tumegundua matunda haya ni chanzo kizuri kabisa cha madini na vitamini. Ukiangalia matunda kama mapera,
Sungwi na ukwaju yana vitamini C kwa wingi kabisa, na vile vile yana nyuzi lishe au makapilishi ambao kwa Kiingereza tunayaita fibers. Kutokana na uwepo wa vitamini C na vitamini A kwa wingi, matunda haya ni kinga nzuri kabisa ya mwili ambayo inaweza kupambana na mwili kuzuia magonjwa kama vile kikohozi, mafua na vile kuweka ngozi zetu katika hali nzuri. Matunda haya hupunguza kwa kiasi kikubwa athari za magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu na kansa. Mara nyingi tunda la pera huliwa likiwa bichi ama likiwa limeiva, huandaliwa kama kinywaji aina ya juisi na kuchanganywa katika maandalizi mengine ya chakula. Pera hupatikana zaidi katika msimu wa mvua ama baada ya mvua, ingawa aina za kisasa huweza pia kupatikana katika misimu mingine ya mwaka. Ndivyo mwisho wa makala. Ndiyo hali ambayo inajitokeza iwapo basi ulikuwa unadharau kula pera, basi unafahamu kwamba ina aina ya vitamin C ambayo iko juu zaidi ya chungwa, na hapo hivi inakusaidia sana katika hatua hiyo. Ni asubuhi njema pote pale ulipo msikilizaji, tunapozidi kuendelea mbele na taarifa zetu za habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Iran imesema makombora yaliyorushwa kuelekea kambi ya wanajeshi wa Marekani ya Udeid nchini Qatar yalilingana na mabomu ambayo Marekani iliangusha kwenye vituo vyake vya nyuklia wikendi iliyopita. Kulingana na wachambuzi wa masuala ya kimataifa, huenda tamko la Iran linatuma ujumbe kwamba haina nia ya kuzidisha mzozo. Kwa wiki kadhaa vijana walikuwa mitaani katika miji mbalimbali wakiupinga mswada maalum wa fedha wa 24, lakini pia mfumo mzima uliodai ulijaa ubaguzi, ufisadi na kutojali maslahi ya Wakenya. Mwaka mmoja baadaye wametishia kufanya maandamano tena kupinga uongozi mbovu na ukatili wa polisi. Hata hivyo, serikali ya Kenya kupitia msemaji wake imepiga marufuku maandamano hayo na kusema yanaweza kuhatarisha usalama na uharibifu wa mali. Vijana nchini Kenya maarufu Gen Z walipoingia barabarani Juni mwaka 2024 na kufanya maandamano makubwa ya kihistoria katika nchi hiyo. Kwa wiki kadhaa vijana hao walikuwa mitaani katika miji mbalimbali wakiupinga mswada maalum wa fedha mwaka 2024, lakini pia mfumo mzima wa uongozi waliodai ulijaa ubaguzi, ufisadi na kutojali maslahi ya Wakenya. Juni tarehe 25 wabunge walikuwa wakijadili mswada huo, walishikwa na butwaa baada ya vijana hao wenye hasira kuvamia bunge na kufanya uharibifu. Kutokana na shinikizo hilo, Rais William Ruto wa Kenya alisalimu amri na kutii matakwa ya Gen Z. Alianza kwa kufuta baraza lake lote la mawaziri. Hata hivyo, katika uteuzi upya, mawaziri wengine walirejeshwa katika nyadhifa tofauti. Baadaye akautupilia mbali mswada wa fedha mwaka 2024. Vijana walinyoshea vidole vya lawama huduma ya taifa ya polisi kwa kuonyesha ukatili kwa waandamanaji, ambapo takriban watu 60 waliuawa katika maandamano. Mpaka sasa kuna wengine wanadai hawajulikani walipo. Hali hiyo ilisababisha mkuu wa polisi Japhet Koome kujiuzulu. Hata hivyo, bado hii haijafanya huduma ya polisi kuwa na afadhali. Bado inalaumiwa na wananchi kwa visa vingine vya mauaji na kuwatesa wananchi. Pengine hiyo ilikuwa ndio sababu ya maandamano zaidi kuendelea, huku wananchi wakidai mabadiliko makubwa zaidi, ikiwa ni pamoja na kujiuzulu kwa Rais Ruto na kuitaka Kenya kusimama dhidi ya taasisi za kimataifa za fedha zinazoweka sera kali za kiuchumi. Maandamano ya mwaka 2024 Gen Z nchini Kenya yaliashiria mwamko mpya wa kisiasa nchini Kenya na uwezekano wa kuleta mabadiliko bila kutumia majukwaa ya kisiasa. Vijana ambao ndio idadi kubwa ya watu nchini humo walionyesha kuwa inawezekana kuwapita walinzi wa jadi kama vyama vya kisiasa, mashirika yasiyo ya kiserikali, wafadhili wa kigeni na kuhamasisha haki za kiuchumi na utu kama wananchi tu.
Serikali ya Rais Ruto imesisitiza kuwa inaweka sera za kuleta maisha bora kwa Mkenya, ikiwemo kuanzisha mradi wa nyumba za bei nafuu kwa Wakenya. Hata hivyo, licha ya jitihada za kuleta mabadiliko, serikali bado imejipata tena ikikabiliana na Gen Z ambao wanapanga tena kufanya maandamano makubwa Juni tarehe 25 mwaka huu kupinga yale yale ambayo waliyapinga mwaka jana. Wakenya pia wanapanga kuwaenzi waliouliwa na polisi katika maandamano ya mwaka jana. Rais Ruto anaendelea kukabiliwa na ukosoaji haswa juu ya jinsi serikali yake inavyoshughulikia mauaji ya kiholela na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Kwa upande wake, Rais Ruto ameendelea kujitetea na kusema kuwa anatekeleza majukumu yake kwa manufaa ya wananchi wake. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number 625625. Account number ni 0124 5085217800 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani.